Ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia. Uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji. Jana kuna somo zuri sana. Hatima Ana kwa ana. Ana kwa ana. Kwa hiyo Mungu ni matamu. Kuona uso. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi tena. Tunatamani kuirithi ile nchi tukakuona na wewe. Tutakavyobadilishwa kufanana na wewe na tutakuona kama ulivyo. Amen. Leo hii tunaenda kuangalia bibi harusi ambaye tumeandaliwa kwa ajili ya ule mji mpya. Sasa tunaomba neno lako tunaenda kujifunza liweze kutujaa, likatupatie matumaini na matamanio makubwa na shauku ya kufanya bidii kuweza kurithi. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Amina. Amen. Ana kwa ana, afu ni bibi harusi kwa bwana harusi. Bibi harusi. Piga picha. Umevaa suti yako. Bibi harusi shera yake amefunikwa ile net. Alafu naambiwa sasa ni wakati wa kumtazama bibi harusi. Piga picha, utakuwa na furaha kiasi gani? Furaha kubwa. Sasa hii tunaposema kuonana, tutaonana na Bwana uso kwa uso, tunaiweka picha namna ile hapa tu, ndivyo ilivyo, ndivyo itakavyokuwa, ni zaidi. Sasa nakwambia hiyo iliyokuwa naijibia ni mfano. Hili zaidi. Unajua sisi tunatambulishwa katika Biblia kama, of course kama watu walioalikwa harusini, sawa? Katika Mathayo 22 mstari wa kwanza mpaka 14, watu walioalikwa harusini. Lakini katika kitabu cha Ufunuo tunaona kwamba sisi ni bibi harusi. Of course hata katika mafungu mengine. Na hasa fungu sura 21, na tutasoma kwanza Ufunuo 19:7. Ufunuo 19:7 tutakuja 21. 9:7. Nasema na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. 8. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Unapata picha ya huyo bibi harusi ni kama nani? Bibi harusi ni mji, ni watu. Bibi harusi kama watu. Ndio hiyo Ufunuo 14 anasema hawa ndio wanaomfuata mwana kondoo kila waendao. Sasa utamfuata huyo bwana kama wewe sio mke wake? Hauwezi. Wewe utakapooa, si kila wakati utakuwa unaambatana naye. Unasema nao wataambatana. Kwa hiyo kuna maana ya bibi harusi kama watu. Na somo la leo linataka huo ujumbe uingie. Tunaenda kukutana na Bwana wetu. Amina. Ambaye amesema atarudi kuja kutuchukua. Hiyo nitakuwa nakupoteza. Ambaye amesema atarudi atukaribishe kwake. Na tutakuwa na Bwana hewani milele. Ndio Wathesalonike wa kwanza 4 anapomalizia pale ile sura anasema ndipo tutakuwa na Bwana hewani milele. Twende sasa, kuna maana ya pili ya bibi harusi. 21 fungu la 9 mpaka 11. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa mapigo 7 ya mwisho, na akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu akishuka kutoka mbinguni. Ukishuka ni mji kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi safi kuu kama bilauri. Alafu anaelezea maelezo ya kuanzia 12 mpaka 20 pale, ulikuwa ni mraba bwana. Ni magorofa, ni magorofa. Hebu angalia kwenda juu. Huku na huku mraba. 21. Fungu 21. Pata picha. Na ile milango 12 ni lulu kama ni lulu 12. Kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo angavu. Kuna hekalu huko? Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Yawe
Elohim, Mwenyezi na Mwanakondoo ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni Mwanakondoo. Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku, hamna hatari. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Wewe utakapooa, ninaamini unaenda kuoa karibuni. Leo tarehe ngapi? Tarehe 16. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5. Ingie kwenye rekodi. Mwaka gani? 2026. Una hamu kutana na bibi harusi uso kwa uso, ambaye ni mtu. Lakini pia ninaamini au nisahishi, unatamani kuingia kwenye mji wako ambapo mtakaa pamoja na bibi harusi. Wapi mtaweka kochi, kitanda? Wapi mtaweka stuli, mapazia aina gani? Hivyo vyote vina furaha yake. Kwa hiyo nyumba inaweza kuwa kama bibi harusi, inakuongezea furaha, ni mahali ambapo mnakutana. Lakini pia bibi harusi ni kama mtu. Hiyo taswira ya kwamba sisi ni bibi harusi wa Mungu, lakini pia upo mji ambao Mungu ameuandaa, nao unatajwa kama bibi harusi. Unamletea Bwana Yesu furaha, hata sisi unatuletea furaha. Hebu naomba tutajie tu vitu ambavyo vitakuletea furaha utakapokuwa ndani ya mji wa Yerusalemu, vitu ambavyo vitaniletea furaha, ambavyo unatamani katika nyumba yako, katika mandhari. Of course amezungumza katika lugha ya picha pale. Hebu try to imagine, jiingize humo ndani. Kwanza kitakachonipa furaha katika ule mji, mimi niseme ni watu ambao naamini kabisa watakuwa wana furaha kwa ule mji. Wewe uko kiwatu au uko kwenye material? Kuona nyuso zenye furaha zinafurahia kuwepo pale. Mimi naomba nikwambie, dhahabu mimi sijawahi kuvaa shingoni wala kwenye nani, kwamba ninakanyaga kwenye dhahabu tena safi. Nasikia raha. Nyumba hizo top. Kule nyumba wewe kio unajiona. Rafiki yangu, tunaruhusiwa kuimagine, tunaruhusiwa kuwazia, tunaruhusiwa kuwa na haya mambo yatupatie shauku ya kutarajia kukutana na bwana harusi ambaye anatukaribisha kwake kama watu, lakini pia pamoja na mji aliotuandalia. Kwa nini tusichuchumilie? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa ahadi hizi tunakushukuru. Kwa ahadi hizi tunajikabidhi kwako, utuendeshe tukawe waaminifu mpaka tutakaporithi ahadi hizi. Bariki na mwenzetu pia, haijalishi yuko New York au yuko Kigoma. Baba, neema yako inatosha, mpatie kutambua kwamba wenyeji wake uko mbinguni, na huko tunamtarajia Bwana Yesu ashuke na ule mji na kutukaribisha kwake. Tulete tena kesho kwa masomo kama haya kwa tumaini hili, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, tunafuatia kipindi chetu hichi. Tumefika tamati siku ya Jumanne. Kesho Jumatano tunasoma uzuri unasema mfuate Mwanakondoo. Mimi ni Andrew Binza. Enos Makalindile. Hapa ni Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana. Amen.